na kwa ninyi mmekuwa wana, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwenu, aliaye Abba, yaani Baba. Kama ni hivyo, wewe si mtumwa tena, bali mwana, na kama mwana, basi mrithi wa Mungu. Amen. Praise Jesus. Understanding your divine sonship. The message is understanding your divine sonship. Ufahamu wa wana wako wa kiungu. Understanding your divine sonship. Ufahamu wa wana wa kiungu. Katika ufalme wa Mungu, wadhifa ulio juu zaidi, heshima iliyo juu zaidi, sifa iliyo juu zaidi ni kuwa mwana wa Mungu. Hakuna wadhifa mwingine wowote ambao uko juu ya kuwa mwana wa Mungu. Hakuna heshima nyingine yoyote imeshinda kuwa mwana wa Mungu. Hata Yesu anatambulikana kama kuwa mwana wa Mungu. Mwana mpotevu, kile kilifanya mwana mpotevu awe na ujasiri wa kwenda mbele za baba yake na kudai urithi ni kwa sababu alikuwa mwana. Kile kilifanya pia mwana mpotevu hata wakati mambo yameshindikana kurudi kwa baba yake, ingawa mambo yameshindikana, ni kwa sababu ya kuwa mwana. Biblia inasema na kwamba wote waliompokea Yesu aliwapa mamlaka, aliwapa nguvu ya kuwa wana wa Mungu, na ndivyo ilivyo. Ufahamu wa wana wa Mungu katika kwa Mkristo kuna mjaza Mkristo na ujasiri na imani, wasiwasi na shangwe, kwa sababu amekuwa mwana wa nani? Mwana wa Mungu, Muumba wa mbingu na nchi, Mungu mwenye yote, ati ya kwamba wewe ni mwana wa Mungu. Watoto wanalinga kwa sababu ya baba yao, kwa sababu ya heshima ya baba yao, kwa sababu ya kiwango kile ambacho baba yao. Kama Wakristo tungefahamu, tungepata ufahamu ya kwamba sisi tulipookoka, kitu moja au baraka iliyo kubwa sana tulipata ni kuwa wana. Very, very important. Kuwa mwana wa Mungu au wana wa Mungu ulibadilisha maisha yetu kabisa. It revolutionized completely our life. Yasema mtu akiwa ndani ya Kristo Yesu anafanyika kitu kingine kipya, mambo ya kale inapita, tazama inakuja mengine mapya. So it completely revolutionizes our lives. Maisha yetu yote inabadilishwa kabisa kwa sababu ya kuwa wana. Si kama vile tunajua mambo ya ukabila, lakini kwa Mungu dunia imegawanywa mara mbili. Kikundi cha kwanza ni cha watu wa Mungu. Watu wote walio ndani ya dunia ni watu wa Mungu. Wote. Wale walevi, wanini, wote ni watu wa Mungu. Lakini pia kuna watu wengine, kikundi kingine kinaitwa wana wa Mungu, the children of God. So we shifted, tulibadilishwa kutoka kuwa watu wa Mungu tukaingia katika kikundi cha kuwa mstari wa 6 inasema, na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, now you have become the children of God. Now kuwa mmefanyika wana wa Mungu.
tulipofanyika wana wa Mungu, what happened? Wewe ulipofanyika mwana wa Mungu, what happened? What is the benefit? Kuna faida gani ya kuwa mwana wa Mungu? What is the benefit? What does divine sonship do to us? Verse 6 inasema, inatuambia verse 6 hiyo inasema, kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanaye mioyoni mwetu, aliaye Abba, yaani Baba. Abba ndio siku ya leo watoto wanaita baba zao daddy. Katika Greek ndio walikuwa wanaita baba. Number 1, uwana wa Mungu ulibadilisha uhusiano wetu na Mungu. Ulibadilisha uhusiano wa Mungu. It revolutionized our relationship with God. Ulibadilisha uhusiano wetu na Mungu. Sasa tuko na uhusiano wa ndani na wa kipekee na wa kibinafsi na Mungu. That's power. Mkristo akiokoka anapata uhusiano wa ndani wa kipekee na wa kibinafsi na Mungu. Tuko wakati tuliokoka tulipata uhusiano wa ndani wa kipekee na wa kibinafsi na Mungu. You have a personal relationship with God. Na unatakiwa kujua wewe ni una relationship na Mungu kibinafsi, na uhusiano wako ni wa ndani. Na kwa Mungu wewe ni mtoto kidogo, unamuita Abba, Daddy. Biblia inasema kwamba uhusiano huu, we are now accepted in the beloved. Tumekubalika. Sikujaribu kama tutakubalika. Sasa sisi ni wana. Kwa sababu Mungu hatukubali sisi tukiwa tumeokoka kwa sababu ya mambo fulani. Anatukubali kwa sababu sisi ni wake, ni watoto wake. Watoto wa mtu wanakubalika, wanasikizwa, wanajibiwa kwa sababu ni wana. So God answers you because you are a son. Na uhusiano huu, Biblia inasema hakuna kitu ambacho kinaweza tenganisha sisi na Mungu. Si shida, si matabu, si malaika, si nini, si hata sio kifo. Biblia inasema katika Warumi 8 mstari wa 38, 39, nothing can separate us from the love of God. Uhusiano wake mwana mpotevu na baba yake. Sikiza, nataka ufuate hii na ushike kile nasema sasa. Mwana mpotevu hakupoteza uhusiano wake na baba. Kile kilipotea ni kitu kinaitwa fellowship, ushirika. Tukipotoka tupitie njia zetu, uhusiano wetu na Mungu haujapotea. Kile kinaharibika ni ushirika wetu na Mungu. Are you hearing what I'm saying? Sisi tungali wa Mungu. We belong to God. Sisi ni wana wa Mungu. Vilito. Mtoto amezaliwa. Kiburi anasema Bwana msikia nitatea nguo. Sasa tumezaliwa na Mungu, hawezi kututupa. Sisi ni wa Mungu, lakini tunaweza haribu ushirika na yeye. Mambo yetu kama mwana potevu, mambo yende baya, lakini uhusiano uko. Fellowship and relationship. Unashika hiyo? Sijui kama unashika hiyo.